Bana, soka la Afrika huwa lina mambo mengi. Soka la Afrika timu inapokuwa ipo kwenye kiwanja cha nyumbani wao wanapambana vilivyo ili wawatoe mchezoni wale ambao wanakuwa ni wageni ili waweze kupata ushindi kiurahisi. Sasa hii kwa upande wa klabu ya Simba naweza nikasema kwamba wamekutana nayo ambayo huenda ikawa ni mpya kwa upande wao, lakini hii yote kwa upande wa uongozi wameweza kuzungumza mambo mengi ambayo utakwenda kuyafahamu hapa. Ni kipi hasa ambacho kimewakuta wana Simba huko nchini Mali, utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sijakupatia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Hali imeendelea kuwa tete huko nchini Mali baada ya klabu ya Simba kukumbwa na vurugu mpya katika maandalizi yao ya mchezo ambao unabidi uchezo hapo siku ya kesho dhidi ya Stade Malien kwenye michuano hiyo ya kimataifa, yani ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika kinachoonekana wazi kama mbinu za kuvuruga morali ya timu, Simba wamejikuta ni kama hivi kuna dalili ya kuweza kukosa mazoezi ya mwisho kwenye kiwanja ambacho mechi inabidi kuchezwa hapo siku ya kesho, jambo ambalo linahitaji misingi katika maandalizi ya mechi hizi. Kama ambavyo tunafahamu, kwa mujibu wa kanuni za CAF, timu zote huwa na haki ya kufanya mazoezi ya mwisho siku moja kabla ya mchezo kwenye uwanja utakaotumika kwenye mechi husika. Hata hivyo, klabu ya Simba asubuhi hii wamepewa taarifa ya kushangaza zaidi kwamba hawatoruhusiwa kutumia uwanja huo, wakieleza kuwa kuna marekebisho kidogo ya kiufundi ambayo yanabidi kufanyika kwenye uwanja, yani kwenye pitch, na kwamba uwanja huo hautakuwa tayari kupokea mazoezi ya mwisho. Taarifa hizo zimeonekana kama kisingizio, kwani hakuna dalili zozote za ukarabati wala matatizo yoyote kwenye uwanja huo. Hii imeibua hisia kwamba kwa upande wa Stade Malien wanatumia mbinu zisizo za kiungwana ili kuhatikisa Simba kabla ya mtanange wa hapo siku ya kesho. Lakini pia kuishia hapo, kwa upande mwingine, kwa upande wa klabu ya Simba kuna uwanja ambao walikuwa wakitumia, yani uwanja mbadala kwenye mazoezi ya kawaida tangu walipowasili hapo nchini Mali. Lakini pia hii leo wamepewa pia taarifa kuwa uwanja huo kuna mchezo wa ligi daraja la 3 itabidi uchezwe, hivyo hautotumika. Hii imeacha wachezaji na benchi la ufundi wakiwa katika hali ya sintofahamu, kwani hakuna taarifa zozote za awali zinazoonyesha kuwepo na ratiba ya mchezo kwenye uwanja huo. Haijeshia hapo kwa upande wa klabu ya Simba. Kutokana na sintofahamu, uongozi huo haujakaa kimya. Mara moja wamewasiliana na shirikisho la mpira barani Afrika CAF wakitaka kuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja huo ambao mechi husika itachezwa hapo kama ambavyo kanuni zinaeleza. Lakini pia kwa upande wa CAF huwa wanatoa ufafanuzi kuhusu hatua ya wenyeji kuhakikisha uwepo wa mazingira ya haki kwa timu zote. Kwa sasa kwa upande wa klabu ya Simba wanasubiri majibu ya haraka kutoka CAF, huku muda ukiwa unaenda kasi na maandalizi ya mwisho yakihitajika kufanya kwa dharura ili kikosi kiwe tayari kikamilifu kwa mchezo hapo kesho. Wachezaji na benchi la ufundi wako katika mtafaruku wakipanga mbinu mbadala za kuhakikisha wanapata mahali pa kufanya mazoezi ya mwisho wakati wakisubiri tamko la CAF. Lakini pia kwa upande wa mashabiki nao wamelishukulia hili swala kwamba ni mbinu za kimichezo ambazo sio za kiungwana kwa upande wa Stade